Karibu kwenye Maisha na Neno, uzima kwa wote. Hapa tupo ili kuleta habari, mafunzo, maombi na maneno yenye nguvu kwa kila mmoja wetu. Usikose kila kipengele, maana kila neno ni alama ya uzima na mafanikio katika maisha yako. Hapa ndipo maisha yako yanaanza kupata mwangaza mpya. Sehemu ya kwanza: msingi wa imani ya kweli. Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanaamini Mungu lakini hawaoni matokeo ya imani katika maisha yao? Kwa nini mtu anaomba lakini bado anaishi kwa hofu? Kwa nini mtu anasema anamwamini Mungu lakini ndani yake ana mashaka? Na kwa nini wengine wanaona miujiza na ushuhuda lakini wengine wanabaki pale pale? Swali kuu ni hili: je, imani ulionayo ni imani ya kweli au ni imani ya maneno tu? Karibu katika Maisha na Neno. Leo ni siku yetu ya kwanza katika semina ya imani ifanikishayo. Subscribe, comments, like and share kama bado haujafanya hivyo, ili kuendelea kupata maarifa haya hapa hapa. Tuendelee na darasa letu. Tatizo ni nini? Ni imani ya maneno bila nguvu. Wapendwa, ukweli mchungu ni huu: watu wengi wanayo imani ya kusema, lakini si imani ya kuishi. Wanasema, ninamwamini Mungu, nina imani, Mungu yupo, lakini maisha yao yanaonyesha kitu tofauti kabisa. Wanaishi kwa hofu badala ya ujasiri, mashaka badala ya uhakika, kukata tamaa badala ya kusimama. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kujua kuhusu imani na kuwa na imani ya kweli. Wengi wanajua maandiko lakini hawaishi ndani yake. Wengi wanaenda kanisani lakini mioyo yao haijashikilia neno. Ndiyo maana utaona mtu anaomba sana lakini haamini moyoni. Anasoma neno lakini halibadilishi maisha yake. Anasikia mafundisho lakini haoni matokeo. Hii ndiyo imani dhaifu, imani isiyo na mizizi. Suluhisho: maana ya imani ya kweli. Neno la Mungu linasema katika Biblia Takatifu, Waibrania 11 mstari wa 1, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hapa ndipo siri ilipo. Imani ya kweli ina sifa mbili kuu. Moja ni hakika, assurance. Imani si hisia. Imani si matarajio ya kubahatisha. Imani ni uhakika wa ndani. Hata kama huoni, unaamini. Hata kama hujashika, unajua tayari imefanyika. Hii ndiyo imani iliyokuwa kwa Ibrahimu alipomwamini Mungu bila kuona matokeo. Watu wa Mungu waliotembea kwa ahadi, si kwa macho. Tatu ni uhakika wa yasiyoonekana, conviction. Imani inaona kabla macho hayajaona. Dunia inasema nitaamini nikiona, lakini imani inasema ninaamini ndipo nitaona. Hii ndiyo tofauti ya msingi. Ufunuo wa kina. Imani ya kweli haitegemei mazingira. Imani ya kweli haitegemei hisia. Imani ya kweli inategemea neno la Mungu pekee. Kama Mungu amesema, hiyo inatosha. Kama Mungu ameahidi, hiyo imekamilika. Hata kama hali ni ngumu, hata kama milango imefungwa, hata kama hakuna dalili, imani inasema bado Mungu ni mwaminifu. Reality check. Jiulize leo, unapoomba unaamini kweli au unajaribu tu? Unapokutana na changamoto, unasimama kwa imani au unayumba? Unapoona hali ngumu, unaongea maneno ya ushindi au ya kushindwa? Watu wengi wanaishi kwa kuona. Wakiwa na pesa, wana amani. Wakikosa, wanavunjika moyo. Lakini mtu wa imani hana pesa lakini ana amani. Hana majibu bado lakini ana uhakika. Hajaona matokeo lakini tayari anashukuru. Hii ndiyo imani ifanikishayo. Hatua za vitendo, action steps. Kuanzia leo, chukua hatua hizi. 1. Amua kuamini neno kuliko hali. Usiangalie unachoona, shikilia kile Mungu amesema.
2. Jifunze kusimama hata bila ushahidi. Imani huanza pale ushahidi unapoisha. 3. Badilisha maneno yako. Acha kusema sijui itakuwaje, inaonekana haiwezekani. Anza kusema Mungu yuko pamoja nami, nitafanikiwa kwa neema ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakuja mbele zako kwa ajili ya msikilizaji huyu. Naomba Bwana, uivunje kila roho ya mashaka, hofu na kutokuamini. Weka ndani yake imani ya kweli, imani yenye uhakika, imani isiyotikisika. Bwana, mahali ambapo alikuwa anaona kushindwa, mpe kuona ushindi. Mahali ambapo alikuwa anaona giza, mpe nuru yako. Na kuanzia leo, acha aishi si kwa kuona, bali kwa imani. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Je, unajua? Kumbuka hili daima. Imani si kusema tu, ni kuamini hadi maisha yako yabadilike. Na hapo ndipo safari ya imani ifanikishayo inaanza. Hongera mwanafunzi mwema, karibu katika siku inayofuata. Hapa tutajifunza utambulisho wako ndani ya Kristo. Sehemu hii usikose, ni muhimu sana kufahamu ili usiishi nje ya kusudi la Mungu ulilolibeba. Hii ni imani ifanikishayo, tunasonga mbele. Kwa heri.